maandamano na kusema kwamba ni jambo la kawaida, ni jambo la kimataifa, ni haki ya binadamu. Ukiwa na maoni yako unaweza ukaandika, unaweza ukaongeza kwenye bango, ukatembea na maneno yako unayotaka watu waone maoni yako. Na nchi zingine nyingi huwa yanasindikizwa na polisi. Ni maandamano ya amani tu ambayo lengo lake ni kuwawezesha wale wanaoyataka na walioandaa kutoa maoni yao. Hilo ni jambo la kimataifa, linatokea kila mahali la kawaida. Kwa narudia, maandamano ni utaratibu wa kawaida katika jamii na utaratibu wa kimataifa, ni haki za binadamu wote. Mtazamaji, nikirejelea katika taifa la Tanzania, leo ikiwa ni tarehe 8 mwezi Disemba mwaka 2025, ni tarehe 8 ikiwa imesalia siku moja tu mpaka maandamano ambayo yanatarajiwa kufanyika katika taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweza kufanyika hapo kesho, ikiwa ni siku ya kuadhimisha miaka takriban 65 tokea taifa la Tanzania lilipoweza kujinyakulia uhuru kutokea kwa mkoloni wa Tanganyika, ama mkoloni wa Asmani, mkoloni wa Ujerumani ambaye alikuwa amekita kambi katika taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ikumbukwe hapo kesho wananchi na vijana wa taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wamekuwa wakiweza kupiga debe na kuweza kujiandaa kwa ajili ya maandamano yatakayofanyika hapo kesho, maandamano yanayotarajiwa kufunga taifa la Tanzania na kuweza kumng'atua mamlakani rais wa sasa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan. Sasa kile ambacho kimekuwa kikiendelea ni kitu ambacho tumekuwa tukikitazama na kukiongelea kwa kina, hasa kulingana na yale ambayo yamekuwa yakiendelea katika taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa cha kushangaza ni kwamba vijana hawa tarehe 11 mwezi Novemba mwaka 2025 waliweza kuiandika barua ikielekezwa kwa Ikulu ya Rais katika taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na katika barua hii ambayo waliandika, waliomba Samia Suluhu Hassan kuwa amejiuzulu kama rais wa taifa hili kabla ya wao kuweza kuanza maandamano yao ambayo yanatarajiwa kufanyika hapo kesho. Ikumbukwe vijana hawa waliweza kuanza maandamano hasa tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka 2025 katika uchaguzi mkuu uliokuwa ukifanyika tarehe ile. Maandamano yaliyopelekea vijana wengi sana kuweza kuuawa kutokana na ghasia za uchaguzi zilizoweza kutokea katika taifa lile. Na mkiniruhusu waswa niweze kusoma barua hii kabla ya kuzamia kwa yale ambayo yanayojiri kwa sasa kabla ya maandamano yanayotarajiwa kufanyika hapo kesho katika taifa la Jamhuri ya Tanzania. Now, in what is shaping up to be a defining moment in Tanzanians' modern history, a new generation of Tanzanians, largely from Generation Z, has formally placed President Samia Suluhu Hassan on notice, vowing to launch what they call the mother of all protests on December 9th, 2025, Tanzanians' Independence Day. Now, the move, announced through a letter reportedly delivered to State House via email and fax, marks the first time a politically youth movement in Tanzania's publicly declared a nationwide civil resistance campaign aimed at the sitting government. The letter, signed by thousands of Tanzanian citizens and shared widely on social media, accused President Samia Suluhu's administration of crime against humanity and gross violation of constitutional and human rights. The planned protests come in the wake of what international observers and human rights organizations have described as one of the darkest chapters in Tanzania's post-independence history. Following the October 29, 2025 general elections, which handed President Samia Suluhu a highly disputed second term with over 97% of the votes, mass protests erupted across several regions including Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Mbeya and Dodoma.
Security forces reportedly responded with overwhelming force. Reports from human rights monitors, journalists, and medical workers allege that more than 10,000 civilians were killed in the crackdown between October 29th and November 2nd, while thousands even now remain missing. Eyewitness accounts from survivors describe unarmed demonstrators being gunned down in the streets, homes raided by soldiers, and mass detention of civilians. Internet blackouts and media censorship quickly followed, effectively silencing more independent reporting for days. The government denied responsibility, blaming what it called foreign-funded agitators for inciting unrest, a narrative rejected by civil society groups and emerging youth movement who claim the violence was a deliberate attempt to crush dissent. Gen Z movement spoke out. In their open letter, the Tanzanian Generation Z movement described itself as a non-partisan alliance of citizens united by conscience, not politics. The youths insist they are not manipulated by politicians, activists, or any foreign organizations, but are acting out of moral duty to restore justice and dignity to their nation. And as I quote from the letter, "We are the first generation of the 21st century. We are wired differently." The letter read, "We are ready to die for our convictions. We will not back down." The group has called for indefinite peaceful nationwide protest beginning on December 9th unless President Samia Suluhu resigns by December 1st. They demanded the resignation of the President, the Inspector General of Police Camila Zombora, and the Chief of Defense Forces General John Mukunda for failing to uphold constitutional and ethical responsibilities. Now, the youth further demanded the unconditional release of all political prisoners, a complete constitutional overhaul to restore justice and accountability, and an independent investigation into the reported disappearance of more than 200 citizens allegedly abducted by state security agencies. They have also called for inquiries into the unexplained wealth of prominent figures including Rostam Azizi, Angela Kiziga, and Abdul Halim Hafidh Amir, as well as UN-supervised investigation into the 2017 attempted assassination of opposition figure Tundu Antipas Lissu. The movement insists that press freedom and the safety of journalists must be restored, calling them the pillars of democracy and accountability. As the December 9th date approaches, tension is rising across Tanzania. Social media platforms such as X, formerly Twitter, TikTok, and Instagram have been flooded with hashtags like Gen Z protest, hashtag Dek 9 Ukombozi, and hashtag Samia must go, though many posts are reportedly being removed or throttled by authorities. International organizations including the United Nations, African Union, and East African Community EAC have been urged by the youth to protect peaceful protesters from violent state mercenary. While the Tanzanian government has not publicly responded to the letter, insiders in Dar es Salaam confirmed that the office of the president did receive communication from youth representatives earlier the first week that this letter was sent to them. Now, analysts warn that the situation could escalate if authorities respond with repression instead of dialogue tomorrow. Now, this is a generation uprising, said one political scientist from the University of Dar es Salaam. It's not about political parties anymore. It's about identity, justice, and the future of the nation. As Tanzanians moves towards December 9th, the nation stands at crossroads between state power and people's power, fear and freedom, silence and truth. Whether the protests remain peaceful or descend into confrontation remains uncertain. What is clear, however, is that a new chapter in Tanzanians' civic awakening has begun, driven by a fearless generation that refuses to be silenced. We are not the children of fear, the letter concludes. We are the children of freedom and we are coming. Sasa watazamaji,
Hii ni barua iliyoweza kuchapishwa tarehe 11 mwezi Novemba mwaka 2025, na barua hii ilielekezwa katika ikulu ya urais katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikimwomba Samia Suluhu Hassan kuweza kujiuzulu kabla ya tarehe 1 mwezi Disemba mwaka 2025. Ila kando na haya yote, vitisho vimezidi kuwa vingi, na vijana wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati wao wa kuamka na kuzungumza ni sasa. Kulingana na yale ambayo tunayapokea, vijana hawa hapo kesho wametishia kwamba watapata kuanzisha maandamano yatakayoweza kufunga taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na maandamano ambayo yatapelekea kung'atuliwa mamlakani kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Wamekuwa wakiomba kukamatwa kwa ambaye ndiye aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akitambulikana kama Jakaya Kikwete. Kando na Kikwete, pia wameomba kukamatwa kwa mwanawe Samia Suluhu Hassan ambaye anatambulikana kama Abdul. Kando na Abdul, Samia Suluhu Hassan pia yupo taabani, na ambao pia ni wafanyikazi wa karibu wake Samia Suluhu Hassan, ikiwemo ambaye ndiye Inspector General wa polisi Wambura. Kando na Wambura, pia ambaye ndiye mkubwa wa majeshi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania CDF General John Mkunda, pia ni moja kati ya wale. Hapo kesho pia vijana wataandamana kudai kuondolewa kwao mamlakani. Na kando na hili, ningetaka aswa tuzamie katika ujumbe mmoja ambao uliweza kuchapishwa hapo jana na aliyekuwa rais wa taifa hili la Tanzania, akitambulikana kama Jakaya Kikwete. Jakaya Kikwete alichapisha ujumbe kupitia ukurasa wake wa kijamii wa X ama Twitter. Katika ujumbe huu nitaweza kumnukuu, maana ujumbe huu aliuchapisha ilikuwa ni saa 5:30 usiku hapo jana, na ujumbe huu ulisema hivi: Africans young people are shaping the future. Doha Forum. We discussed how quality education paired with digital and foundational skill can help them thrive in fast-changing economies and strengthen resilience across the continent. Na huyu ni moja kati ya marais ambao vijana wa Tanzania, ama watu ambao vijana wa Tanzania waliomba kukamatwa kwake, maana yeye anatajwa kuwa katika wale ambao wamekuwa katika mstari wa mbele kuweza kuchangia katika vurugu na vurumai zilizoweza kutokea katika taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuanzia tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka 2025. Mtazamaji, hapo kesho itakuwa ni katika harakati za majibizano baina ya polisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na raia wa Tanzania. Hata kabla ya hapo kesho kufika, tunaarifiwa kwa sasa kule katika taifa la Tanzania mambo yanayojiri ni ya kwamba maafisa wa polisi tayari washaanza kupiga doria na kuweza kufietua vitua machozi katika sehemu tofauti nchini Tanzania, ndipo wasoa kuuza woga kwa vijana wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndipo wasiweze kujitokeza hapo kesho katika maandamano ambayo yanatarajiwa kufanyika. Ladies and gentlemen, tomorrow is a day that will be the day of awakening. We will be waiting to see whether the young people of the United Republic of Tanzania tomorrow they will step out in large numbers requesting their country to be freed from the tyranny of President Samia Suluhu Hassan. Tutakuwa tunangoja na tutakuwa katika kipaumbele ndipo kuweza kuona yale ambayo yataweza kutokea. Mtazamaji, ni hayo kwa sasa. Tuungane katika video zetu zijazo. Usisahau kusubscribe. Hii ni The Kenyan Daily Report.